Ni katika mji wa kihistoria wa Bagamoyo, pembezoni mwa fukwe za bahari ya Hindi mashariki mwa Tanzania. Maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake wa vijijini yakichukua nafasi kaole katika kata ya Dunda. Landesa na wadau wanapaza sauti. Landesa kama mdau muhimu kabisa kwenye masuala ya haki za ardhi imekuwa ikisherekea siku ya mwanamke wa kijijini kwa takriban miaka 5 sasa. Na tumekuwa tukitumia siku hii kama siku muhimu kutoa elimu kuhusu masuala ya haki za ardhi za wanawake, kuona namna gani wanawake wa vijijini wanapata umiliki salama kwenye ardhi wanazozitumia, kwa sababu walio wengi ni wakulima. Kwa hiyo tunatamani basi wawe sehemu ya umiliki wa haki zao, wa ardhi zao hizi ambazo wanazitumia. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi kama kwa kuandaa majukwaa ya mazungumzo mbalimbali, lakini pia na utoaji elimu kuhusu haki za ardhi za wanawake. Na leo hii tuko hapa Bagamoyo tukiwa tumeungana na wadau wengine ambao ni sehemu ya kampeni. Huwa tunatumia hii siku kuweza kufanya mambo yetu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwasilisha ajenda zetu kwa watu wa maamuzi. Kwa mfano, kwa safari hii tulibeba ajenda ya kutoa nafasi kwa wanawake katika umiliki wa ardhi, kwa kujua kwamba ardhi ni msingi mkuu katika shughuli zote zinazofanywa na wanawake wa vijijini. Tukiangalia uzalishaji wa chakula, tunaamini kabisa na tafiti zinathibitisha kwamba akina mama ndio wachangiaji wakubwa katika chakula ambacho kinapatikana, na ndio tumebeba moto wetu kwamba sisi ndio walinzi wa ardhi, chakula, uhai na maisha. Harakati hizi zilizoanzishwa na Umoja wa Mataifa kupitia shirika linalohusika na masuala ya wanawake UN Women Oktoba 15, 2008 zinalenga kuleta ukombozi kamili wa mwanamke wa kijijini. Wanachama wa haki ardhi wananieleza. Tukio hili la mwanamke ambalo limeazimishwa leo ni tukio jasiri ambalo linamfanya mwanamke anajitambua kuwa na yeye pia ana haki. Pia ana haki ya kujua ardhi ni haki yake ya msingi kabisa, bila kupepesa macho, na kufuatana na wanasheria hao wanaotusaidia. Mungu aendelee kuwabariki na kuwasimamia ili waendelee kuwafanya wanawake wawe ni majasiri katika haki zao. Tunatoa wito kwa Landesa pamoja na wadau wake waweze kuendeleza haya majukwaa kwa ajili ya kuwasimamisha wanawake waweze kujieleza. Kupitia haya maazimisho, wanawake wanaweza wakawezeshwa na wakawa wanasimamia haki zao za msingi kabisa. Mimi nilikuwa na tatizo langu la shamba, nilinyang'anywa na mashemeji zangu, lakini nimelipambania kufuatia haki ardhi hao watu wanasheria, na hatimaye nimekomboa shamba langu. Mimi nimejifunza juu ya umiliki wa haki ya ardhi kwa wakina mama, na wakina mama wengi tunashindwa jinsi ya kumiliki ardhi kutokana na hati miliki haijao katika kijiji chetu. Na wengi wanaomiliki ardhi katika kijiji chetu ni wanaume. Wanawake hatuna haki kwa upande wa mali, mfano mazao, mifugo, ardhi, viwanja tuseme kwa ujumla. Mwaka 2025 maadhimisho haya yamekuwa ya kipekee. Wajumbe kutoka mataifa 10 ya ukanda wa kusini mwa Afrika SADC wakishiriki. Emilia Hatendi anatoka Zimbabwe na pia anawakilisha jukwaa la wanawake wa vijijini. We are here in Bagamoyo to celebrate the International Raw Women's Day. This day is very important to us as raw women farmers. Tuko hapa Bagamoyo kusherehekea siku ya kimataifa ya wanawake wa vijijini. Siku hii ni muhimu sana kwetu kama wakulima wa vijijini. Jukwaa la wanawake wa vijijini ni muunganiko wa wanawake wakulima wa vijijini tunaoungana kwa mapambano ya pamoja kuhusu masuala ya kumiliki ardhi. Tunazungumzia maji. Wanawake hawana haki ya maji. Tunahangaika na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Ukame, mafuriko yanatuathiri. Haya ndio matokeo ya wanawake wa vijijini. Tunafikisha ujumbe kwa viongozi kwamba katika siku hii ya kimataifa ya wanawake wa vijijini tunasema tunahitaji sio tu ardhi, lakini ardhi pamoja na maji. Pia tunahitaji haki za mabadiliko ya tabia nchi. Not only land, but land with water. We also need climate justice.
Katika maadhimisho hayo, ilani ya haki za ardhi za wanawake iliyo chini ya kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke imezinduliwa rasmi na mkuu wa wilaya ya Bagamoyo, Shaibu Ndemanga. Duniani kote wanawake ndio wazalishaji wakubwa wa chakula na kikweli ndio nguvu kazi inayochangia maendeleo na ustawi wa jamii. Wanawake hawa wa vijijini ni nguzo kubwa katika kuhakikisha jamii inalishwa kwa kupitia shughuli mbalimbali wanazozifanya kama zile kilimo, uvuvi, ufugaji. Hawa nimeshuhudia wakilina asali, na hawa ndio ambao wanashughulika na masuala ya upatikanaji wa matunda, lakini ndio wanaofanya biashara na ndio wanaofanya kazi zingine za mikono, lakini kubwa zaidi ndio wanaolea watoto na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo wanawake kwa ujumla wao wanafanya kazi kubwa sana na wana mchango mkubwa sana katika maendeleo ya nchi zetu. Haki sawa za wanawake wa vijijini zinapiganiwa, vijana wakirithishwa na kujengewa uwezo. Tunapomzungumza mwanamke wa kijijini, tutakuwa hatumzungumzii mwanamke ambaye ni mnyongefu. Tutakuwa tunamzungumzia mwanamke ambaye anatambua haki zake, ambaye amewezeshwa vizuri. Mmoja ya mkakati wetu ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na mwendelezo wa maarifa na ujuzi katika jamii, ambapo vijana ni budi washirikishwe katika shughuli mbalimbali za kuwajengea uwezo.